الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: حكم صلاة العيد وفضل صيام الست من شوال. ملango wa mwisho wa risala hii Sheikh bin Baz rahimahullah anaelezea hukumu ya sala ya Eid na fadla za saumu ya siku sita za Shawwal. يقول الشيخ رحمه الله: أما بعد، فإليك أخي المسلم بعض الأحكام المهمة التي ينبغي معرفتها في ختام هذا الشهر الكريم. chukua ewe ndugu yangu Muislamu baadhi ya hukumu muhimu ambazo inatakikana kuzijua mwisho wa mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Awalan, salatul Eid. Sala ya Eid. Salatul Eid fardhu kifaya inda kathirin min ahli alilmi. Sala ya Eid ni fardhi ya kutosheleza kwa wengi katika ahlul ilmi, ambapo wakifanya baadhi nyingine hawana madhambi. Hii ni moja katika kauli za maulama kwamba salatul Eidaini ni kama salatul janaza, si lazima kwa watu wote, wakisali baadhi wengine hawana madhambi. Lakini kauli nyingine mukhalifu ya hii inasema salatul Eidain ni fardhu ainin kwa kila Muislamu, kutokana na dalili nyingi zilizokuja. hii ni fardhi ainin. يقول: ويجوز التخلف من بعض الأفراد عنها، لكن حضوره لها ومشاركته لإخوانه المسلمين سنة مؤكدة لا ينبغي تركها إلا لعذر شرعي. inajuzu kuacha kuhudhuria kwa baadhi ya watu, lakini kuhudhuria kwake kwenye salatul Eid na kushirikiana na ndugu zake Waislamu ni sunna yenye kusisitizwa, ambayo haitakikani kuiwacha isipokuwa kwa udhuru wa kisheria. وذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة العيد فرض عين كصلاة الجمعة. baadhi ya ahlul ilmi wanasema salatul Eid ni lazima, ni fardhi ya kila mtu kama sala ya Ijumaa. فلا يجوز لأي مكلف من الرجال الأحرار المستوطنين أن يتخلف عنها. haijuzu kwa yoyote mtu mzima mwenye kukalifiwa na sheria katika wanaume waungwana wenyeji wa pale mjini, haijuzu kuiwacha salatul Eid. Wa hadha alqawlu adhharu fil adilla wa aqrabu ila as-sawab. Sheikh rahimahullah anasema kauli hii ndio iliyodhahiri zaidi kwa dalili na iko karibu zaidi na usawa, kwamba ni kila Muislamu anawajibika kusali sala ya Eid. ويسن للنساء حضورها، na ni sunna kwa wanawake kuhudhuria sala Eid مع العناية بالحجاب والتستر وعدم التطيب. pia ni sunna kwa wanawake kuhudhuria pamoja na kutilia muhimu jambo la hijab, wavae hijabu za kisheria, wajistiri na bila kujitia marashi. لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق والحيض ليشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. أم عطية anasema tumeamrishwa tuwatoe katika sala zaidi mbili wale wasichana wanawali na wanawake wenye hedhi pia tuwatoe, ili washuhudie kheri na dua ya Waislamu, lakini hao wenye hedhi wajitenge na pale mahali pa kusalia, waende kwa ajili ya kuhudhuria dua ya Waislamu, wasikilize khutba, lakini wenye hedhi hawaruhusiwi kuswali. Hii ni moja katika dalili zinazosema kwamba salatul Eidain ni lazima kwa wanaume na wanawake, sababu Mtume amewaamrisha hata wenye hedhi wende kule katika musalla kwa ajili ya kuhudhuria dua ya Waislamu na kusikiliza khutba. Hii ni dalili kubwa kwamba sala ya Eid mbili ni lazima kwa kila mwanamume na mwanamke. وفي بعض ألفاظه فقالت إحداهن، akasema mmoja katika wanawake hao: ya Rasul Allah, la tajidu ihdana jilbaban takhruju fihi, ewe mtume wa Allah, hapati mmoja wetu jilbab ambalo atatokea avae la kujistiri
ili atokee kwenda katika musalla al-Eid. Faqala sallallahu alaihi wasallam litulbisha ukhtuha min jilbabiha, na ndugu yake dada yake ampe katika lile jilbabu lake. Kama ana majilbabu mawili ampe mwenzake. Almuhimu lazima wahudhurie sala ya Eid hao wanawake. ولا شك أن هذا يدل على تأكيد خروج النساء لصلاة العيدين ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. Hapana shaka kwamba hii inafahamisha kusisitizwa wanawake watoke kwa ajili ya Idi mbili ili washuhudie kheri na dua ya Waislamu. Hasa makosa tunayoyafanya sisi wanaume, tunawakataza wanawake kwenda, na hoja yetu ni kwamba wapike sijui mahamri, wapike maanjumati. Sisi tukirudi kwenye Idi na tutakula nini? Kama wewe utakwenda kwenye Idi tutakula nini? Hiyo hoja haipo katika sheria, hoja hiyo haipo. Kwa lazima wewe ule hapo saa hizo, siku nje mpaka saa 5 utakula. Ile ni siku ya kula, siku ya Idi ni siku ya kula. Mchana mzima utakula, jioni utakula. Wewe kaa nyumbani usitoke ule tu Lakini sasa kuzuia wanawake kwamba wasipike kwa hoja ya kwamba tukirudi chai itapikwa na nani? Akirudi atakupikia. Wengi wanafanya hivyo. Wengi wanaojua hukumu hii wanakwenda na ahali zao katika musalla al-Eid, wakirudi pale saa 2 wanapika. Sawa, hiyo ndio sawa. Lakini kuwazuia kwa hoja ya kwamba wapike mahamri, hoja hiyo haipo katika sheria, bali madhambi utapata wewe mume unayemzuia huyo mke kwenda katika musalla al-Eid. Wasunna liman ata musalla al-Eid li salati al-Eid au al-istisqa an yajlisa wala yusalli tahiyat al-masjid. Sunna kwa yule mwenye kwenda pale mahali pa kusalia pa Eid kwa ajili ya sala Eid au sala ya kuomba mvua, akifika akae tu, asisali tahiyatul masjid, asisali rakaa 2 zozote kabla ya sala. Hakuna sunna ya kusali rakaa 2 kabla ya salati Eid. Tahiyatul masjid hii ni kuwa mkuu wa msikiti, na salatul Eidain haisaliwi misikitini, inasaliwa katika musalla. Kwa kule hakuna rakaa 2 kabla ya sala Eid wala hakuna rakaa 2 baada ya sala Eid. لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم فيما نعلم. Hilo halikunukuliwa kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kutokana na masahaba wake radhiyallahu anhum katika tunavyojua, illa idha kanat as-salatu fil masjid, isipokuwa ikiwa hiyo sala Eid iko msikitini. Kwa mfano kuna udhuru wa mvua, haiwezekani watu kuswali uwanjani, hapo watu watakwenda msikitini, na ukiingia utasali tahiyatul masjid. Yakul fa innahu yusalli tahiyatul masjid. Ikiwa sala Eid inasaliwa msikitini, hapo atasali tahiyatul masjid liumumi qawli nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kuenea maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn. Mmoja wenu akiingia msikitini asikae mpaka asali rakaa 2 hizo za tahiyatul masjid. Alhadithu muttafaqun ala sihhatihi. والمشروع لمن جلس ينتظر صلاة العيد أن يكثر من التهليل والتكبير. Inalotakiwa sunna kwa aliyekaa pale uwanjani akingojea salatu al-Eid, akithirishe kusema la ilaha illa Allah na akithirishe kusema Allahu akbar, lianna dhalika huwa shi'aru yawmi al-Eid ya dhalika al-yawm. Hiyo ndio alama ya siku hiyo ya Eid. Wa huwa sunnatu liljamii fi almasjid wa kharijihi, na hiyo ni sunna ya kuleta tahlil na takbir kwa wote, iwe sala iko msikitini na nje ya msikitini, hatta tantahi alkhutba, mpaka khutba ikimalizika na zile takbira zinamalizika. Wa man ishtaghala biqiraati alquran fala basa, anayeshughulika pale uwanjani kwa kusoma Qurani sio vibaya, na sunna ni kila mmoja alete takbira yake, kila mmoja aseme la ilaha illa Allah kivyake, sio mtu ashike spika watu waseme kwa pamoja, ile sio sunna. Kila mmoja aseme zile takbira za Eid peke yake. Wa fi ashri yaqul wa nuhibbu an nuwadhiha anna al-asla fi at-takbir في ليلة العيد وقبل صلاة العيد في الفطر من رمضان وفي 10 ذي الحجة وأيام التشريق أنه مشروع في هذه الأوقات العظيمة وفيه فضل كثير.
Asema tunapenda kuweka wazi kwamba asli katika takbira zinaanzia usiku wa Idi na kabla ya sala Idi, katika Idi al-Fitri mwezi Ramadhani, pia na katika zile siku 10 za mfungo tatu na ayamu tashriqi thalatha. Ni sunna hizo takbira katika nyakati hizi tukufu. Pia kuna fadhila kubwa na thawabu, liqaulihi ta'ala fi takbiri fi Idi al-Fitri walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ili mkamilishe idadi ya mwezi wa Ramadhani na mumkabbir, muadhimishe Allah kwa vile alivyokuongozeni na kwa ajili mpate kumshukuru. Wa qawlihi ta'ala fi ashri dhil-hijja wa ayami at-tashriq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ili washuhudie manufaa yao kule hija na wataje jina la Allah katika siku zinazojulikana kwa vile alivyowaruzuku katika wanyama. Wa qawlihi azza wa jalla wadhkuru Allaha fi ayamin ma'dudat, mtajeni Allah katika siku ma'dudat, siku chache. Wa min jumlati dhikri al-mashru' fi hadhihi al-ayam al-ma'lumat wal-ma'dudat at-takbiru al-mutlaq wal-muqayyad, katika jumla ya dhikri zinazotakiwa katika siku hizi zinazojulikana, siku hizi chache, ni takbir mutlaq na takbir muqayyad, kama dallat ala dhalika sunnatu almutahhara wa amalu salaf, kama ilivyofahamisha hivyo hadithi zenye kutakatika, zenye kutakashwa na amali ya watu wema waliopita. Wasifatu takbiri almashru' anna kulla muslimin yukabbiru li nafsihi. Anaelezea Sheikh rahimahullah, sifa ya takbira hizo zinazotakiwa ni kwamba kila Muislamu analeta takbiri yeye mwenyewe mufradan, peke yake, wa yarfa'u sautahu bihi, na anainua sauti yake kwa takbir, hatta yasmahu nnasu, ili watu wengine wasikie, fayaktadu bihi wa yudhakkirahum bihi, kwa hiyo wanamfuata yeye wakisikia takbira yake na anawakumbusha hiyo takbir. أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة 2 فأكثر الصوت بالتكبير جميعا. أما تكبير يا pamoja iliyozushwa, sio sunna. Takbira ya pamoja iliyozushwa ni kuinua watu wawili, kundi la watu wawili na zaidi, wainue takbira sauti zao kwa takbir jamian, kwa pamoja. Ndio hizi tunavyofanya sasa hivi, yabdaunahu jami'an wa yanhaunahu jami'an bisautin wahidin wa bisifatin khassa, wanaanza kwa pamoja takbira, wanamaliza kwa pamoja kwa sauti moja na kwa sifa maalumu. Hii yakul wa hadha al-amalu la asla lahu wala dalila alayhi, amali hii haina asli wala haina dalili, fahuwa bid'atun fi sifati at-takbir ma anzala Allahu biha min sultan. Hii ni uzushi katika namna ya takbira, Allah hakuiteremshia dalili yoyote. Kwa sunna ni kila mmoja alete takbira yake na ainue sauti peke yake, sio kwa pamoja. Wa idha wafaqa al-eid yawm al-jum'a au wa idha wafaqa al-eid yawm al-jum'a jaza liman hadara al-eid an yusalli jum'a wa an yusalli dhuhran lima thabata anhu sallallahu alayhi wasallam fi hadha. Ikiwafiki Idi siku ya Ijumaa, ikiwa Idi al-Fitri au Idi al-Adha ni siku ya Ijumaa, inajuzu kwa mwenye kuhudhuria sala ya Idi kuswali Ijumaa. Wa an yusalli dhuhran, pia inajuzu kuacha kwenda msikitini kwa Ijumaa, asali adhuhuri nyumbani, kwa sababu imethibiti hilo kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ikitokea kwamba Idi ni siku ya Ijumaa, yajuzu kwa yule aliyehudhuria salatul Eid, yajuzu asali ya dhuhuri nyumbani, asiende msikitini kusali salatul aljumaa, na akienda anapata thawabu nyingine za ziada, lakini inakuwa si lazima tena kusali salatul jumaa. Faqad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu rakhasa fil jumaa liman hadara al-Eid, imethubutu kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ameruhusu katika aljumaa kwamba mtu asije kwa yule aliyehudhuria Eid.
Waqala, mtume akasema, ijtamaa fi yawmikum hadha idan faman shahida al-eid fala jum'ata alayhi, zimekusanyika siku yenu hii idi mbili, mwenye kuhudhuria idi hakuna ijumaa kwake, si lazima kusali ijumaa. Walakin la yadau salata dhuhur, lakini huyu hatawacha sala dhuhuri nyumbani, atasali sala dhuhuri raka 4 nyumbani. Wal afdalu an yusalli ma'a an-nasi jumaa, lakini bora zaidi asali pamoja na watu hiyo sala ya jumaa. Fa in lam yusalli al-jumaa, asiposali jumaa, salla dhuhuran, atasali ya dhuhuri nyumbani. Amma al-imamu fayusalli liman hadhara al-jumaa, ama imamu huyo haruhusi kuacha aljumaa, huyo atasali pamoja na wale wenye kuhudhuria aljumaa. In kanu idha kanu 3 fa akthar minhum alimam, wakiwa ni 3 maamuma na zaidi katika wao ni imamu. Fa in lam yahdhur maahu illa wahidun salla ya dhuhura, wasipohudhuria katika maamuma isipokuwa mmoja, hapo imamu atasali na maamuma huyo sala ya dhuhuri. Wala haraja an yaqula almuslimu li akhihi fi yawmi al-eid au ghayrihi taqabbala Allahu minna wa minka a'malana as-salihah. Sio vibaya muislamu kumwambia ndugu yake siku ya Idi au siku nyingine, taqabbala Allahu minna wa minka, Allah tukubalie sisi na wewe amali zetu njema. Hii ndiyo sunna katika siku ya Idi, kuambiana watu hivyo, taqabbala Allahu minna wa minka, taqabbala Allahu minni wa minka salihal a'mal. Ni sunna kuambiana hivyo, watu wasiseme kama makafiri, happy Idi, happy nini sijui. Huu ni ukafiri, hakuna katika Uislamu jambo hilo. Wala a'lamu fi hadha shay'an mansusan, yaqulu Sheikh bin Baz rahimahullah, sijui katika jambo hili kitu maalumu, yani nasi maalum. Wa innama yad'u almu'minu li akhihi bid-da'awati at-tayyiba liadillatin kathiratin waradat fi dhalik, lakini muislamu anamwombea ndugu yake dua nzuri kwa sababu ya dalili nyingi zilizokuja katika sala hilo. Thaniyan, fadlu siyami 6 min Shawwal, fadla za saumu ya 6 katika mwezi wa Shawwal, huu unaofuatia baada ya Ramadhani. Yaqulu Sheikh rahimahullah, siyamu 6 min Shawwal sunnatun thabitatun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saumu ya siku 6 za Shawwal ni sunna iliyothubutu kutokana na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Thabata an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man sama ramadhana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana kasiyami dahr. Mtume anasema mwenye kufunga mwezi wa Ramadhani kisha akaufuatisha na siku 6 za Shawwal, inakuwa ni kama aliyefunga mwaka mzima, yani siku 1 kwa 10. Mwezi wa Ramadhani siku 1 kwa 10 ni siku 300, siku 6 1 kwa 10 ni siku 60, siku 360 mtu akifunga mwezi wa Ramadhani na siku 6 za Shawwal. Alhadithu kharajahu al-Imam Muslim fi sahih. Wa hadhihi al-ayyamu laysat muayyana min ash-shahr, siku hizi 6 laysat muayyana, hazikuainishwa katika mwezi, bali yakhtaruha al-mu'minu min jami'i ash-shahr, bali muislamu atakhitari mwenyewe, atachagua mwenyewe katika mwezi mzima ule, atachagua afunge 6 za mwanzo au za katikati au za mwisho, yote ni kufunga na anapata thawabu. Fa idha shaa samaha fi awwalihi au fi athnaihi au fi akhirihi, akitaka atazifunga mwanzo wa mwezi huo au katikati yake au mwisho wake. Wa inshaa farraqaha, akitaka atazifunga mbalimbali, anafunga siku 1 alafu anaacha siku 3 4. Wa inshaa tabaaha, na akifuata akitaka atazifunga kwa kuzifuatisha mfululizo. Fal amru wasi'un bihamdillah. Wa in badara ilaiha wa tabaaha fi awwali shahri kana dhalika afdal, akifanya haraka siku hizo 6 na akazifuatisha mwanzo wa mwezi, baada ya Idi akaendelea siku ya pili saumu hiyo ya 6, hiyo inakuwa ni bora zaidi. Lianna dhalika min babil musara'ati ila alkhair, hilo ni katika mlango wa kufanya haraka kwenye khairi. Wala takunu bidhalika fardhan alayhi, wala halitakuwa hilo ni lazima kwake, bali yajuzu lahu tarkuha fi ayi sunna,
bali yajuzu kwake kuacha katika sunna yoyote. Mtu anaweza akafunga, ikifika mchana akisikia kiu, njaa, akafungua. Lakinna listimrara ala saumiha afdal wal akmal, lakini kuendelea na saumu yake ndio bora zaidi na ukamilifu zaidi. Liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, ahabbu al-amali ila Allah ma dawama alaiha sahibuhu wa in qalla, amali anayopenda sana Allah ni ile ambayo mtu amedumu katika amali hiyo hata kama ni chache. Allah subhanahu wa ta'ala anaipenda sana amali hiyo ambayo mtu anadumu nayo hata kama ni chache. Walwajibu ala man alayhi qada'u Ramadhan an yabda'a bihi, na ni lazima kwa ambaye ana qadha ya Ramadhani, anawajibika kulipa siku za Ramadhani, aidha alikuwa mgonjwa au alikuwa ni msafiri au alikuwa ni wanawake ambao wako katika siku zao, lazima an yabda'a bihi, aanze kulipa qabla saumi nafila, kabla ya saumu hii ya sunna. Liqauli nabii sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana kasiyami ad-dahr. الحديث خرجه مسلم في صحيحه. يقول ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان au lam yutbiha Ramadhan, ambaye anatanguliza kufunga siku sita tu kuliko ili kulipa, bado hadaufuatisha mwezi wa Ramadhani na hizo siku sita. Wa inna tabaha ba'da Ramadhan, isipokuwa amefuatisha baadhi ya Ramadhani, hajakamilisha. Kwa mfano, mtu alikuwa mgonjwa akafungua siku moja au mbili, huyu hajafunga Ramadhani kamili, haruhusiwi kufunga saumu hii ya sita mpaka alipe zile siku mbili zake alizokuwa mgonjwa, halafu ndio afunge saumu ya sita. Walianna alqadhaa fardhun wa siyama sitti tatawwu, na kwa sababu ile qadha kulipa ni lazima na saumu ya sita ni sunna, kwa hiyo huwezi ukatanguliza sunna kuliko faradhi. Walfardhu aula bilihtimami walinaya, faradhi ni aula zaidi kuipatiliza na kuishughulikia. Kwa kama mtu ana deni la Ramadhani, lazima alipe deni kwanza, sababu saumu ya sita ni mwezi mzima, ana uhuru wa kulipa kwanza, halafu akadiriki kulipa kufunga zile siku sita za Shawwal. Faya ma'ashara almuslimin badiru ila taqwa Allah azza wa jalla, enyi waislamu fanyeni haraka kwenye takwa ya Allah azza wa jalla. Wasari'u ila maradhihi, fanyeni haraka kupata radhi za Allah. Wajahidu nufusakum lillahi azza wa jalla, fanyeni jihadi nafsi zenu kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Wa alzimuha bitawbati nasuh min sairi dhunub, lazimisheni nafsi zenu kutubia toba ya kweli na madhambi yote. Waharibul hawa wa shaitan, pigeni vita hawa za nafsi na shaitan. Wa nafsal ammarata bisu, pia ipigeni vita nafsi yenye kuamrisha maovu. Washammiru ila dari al-akhirah, jipindeni kupata nyumba ya akhira. Watadarra'u ila rabbikum azza wa jalla, nyenyekeeni kwa Mola wenu azza wa jalla. Wa akthiru min duaihi, kithirisheni kumuomba Allah. Wa dhikrihi, na kumtaja. Wa istighfarihi, na kumuomba maghfira. Yajib duaakum, Allah atajibu dua zenu. Wa yuslih ahwalakum, na atatengeneza hali zenu. Wa yuyassiru umurakum, na atayasirisha kusahilisha mambo yenu. Wa yughithkum min fadlihi, na atakuokoeni kwa fadhila zake. Wa yakshifu ankum kulla kurba, na atakuondosheni kila shida. Wa yasimkum min kaidi aadaikum, na atakuhifadhini na vitimbi vya maadui wenu. Wa yujirkum min kulli suin fi dunya wal akhirah, na atakulindeni na kila uovu wa hapa ulimwenguni na akhira. Kama qala azza wa jalla, wa huwa as-sadiqu fi wa'dihi walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Allah amewaahidi wale walioamini katika nyinyi wakafanya amali njema kwamba atawapa ukhalifa katika ardhi kama alivyowapa ukhalifa waliokuwa kabla yao,
na atawamakinishia dini yao hii ambayo Allah amewaridhia kwao, na atawabadilishia badala ya hofu yao iwe kuna amani, lakini kwa sharti ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, wanipwekeshe mimi, wasinikishirikishe mimi na kitu chochote. Waqala azza wa jalla, wa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kaiduhum shay'a, mkisubiri na mkiwa na takwa havitakudhuruni vitimbi vyao jambo lolote. Inna Allaha bima ya'maluna muhit, Allah subhanahu wa ta'ala anayazunguka na kuwajua yote wanaoyafanya. Waqala jalla wa ala, inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im, wale wenye takwa wenye kumcha Allah kwa Mola wao wana mabustani ya neema. Wa min alqurbati almunasiba fi hadha alwaqt wa fi kulli waqtin rahmatul fuqarai wal mahawij wal ihsani ilayhim, katika taa ambazo zinasibiana na wakati huu ni kuwahurumia mafukara na watu wenye haja na kuwafanyia ihsan. Fa inna as-sadaqata min a'zami al-a'mal, kwani sadaka ni katika amali kubwa. Allati biha al-bala, ambazo yadfa'u Allahu biha al-bala, Allah anaondosha balaa kwa hizi sadaka. Wa yunzilu biha ar-rahma, anateremsha rahma kwa hizi sadaka, kama qala Allahu azza wa jalla, wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, fanyeni ihsani, fanyeni wema, Allah anawapenda wenye kufanya wema. وقال تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة يا الله إكو قريب نوالي ونكفن ويما. وقال سبحانه وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، كتوا صداقا نبورا كوينو مكيوا منجوا. وقال عز وجل آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا lahum ajrun kabir, wale walioamini katika nyinyi wakatoa, hawa wana thawabu, wana malipo makubwa. Wa fil hadithi ani nabii sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'u al-ma'u an-nar, sadaka inazima madhambi kama maji yanavyozima moto. Wa salatu ar-rajuli fi jawfi al-layl, na sala ya mtu katikati ya usiku pia inafuta madhambi. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، wenye kuwahurumia wenzao na Allah anawahurumia. Irhamu man fil ardh, wahurumieni walio katika ardhi. Yarhamkum man fis sama, atakuhurumieni aliyeko mbinguni ambaye ni Allah. Waqala sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham, asiyehurumia wenzake na yeye hatahurumiwa. والله المسؤول أو والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويعمر قلوبهم بالتقوى ويصلح قادتهم ويمن على الجميع بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والاستقامة على شريعة الله عز وجل في جميع الأمور، وأن يحفظهم من مكائد الأعداء إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.